Madam, kuna watu wanaamini kwamba yani usipokuwa na pesa huwezi kuendesha mahusiano ama huwezi kuoa kwa sababu huna pesa, kwa sababu wanasema kwamba mahusiano bila pesa hayawezi kwenda. Hili lina ukweli kiasi gani? Ama ni maneno tu ya kutishana huko mtaani? Ndoa inahitaji uwe na hela kidogo, angalau uwe unahudumia pale nyumbani, wache kodi ya meza kwa kadri utakavyoweza, sawa na kipato chako kinavyokuelekeza. Na hela inategemea unahitaji hela kiasi gani. Lakini kama unaoa, nadhani mke anafahamu kutoka mwanzo kwamba kipato cha bwana mkubwa ni shilingi ngapi na nafasi yake ya kodi ya meza ni kiasi gani. Kwa hiyo nadhani haya ni mambo ya kuelewana. Mahusiano ukiamua kuyawekea hela, ni wewe mwenyewe umeamua uwe nacho, unaruhusiwa ukatoa kama zawadi. Lakini ukiwa huna na ukaona baba tu kutoa, utakuja kupaliwa usitoe. Mimi kama dada yako kwenye mahusiano, ukitoa hela unatakiwa uwe nazo nyingi. Wataka kutoa zawadi. Kama huna wataka kujibabadua, utakuwa kama yule ndege yule anayefura shingo. Anaitwa nani yule ndege anayefura shingo? Bata mzinga, sio? Utakuja pasuka, usitoe. Chana nayo. Labda uwe nazo nyingi, nazo nyingi, wataka kutoa zawadi, haya toa zawadi, lakini sio jambo ambalo limetiliwa mkazo. Kwa sababu kwanza dini yetu mashallah haitambui mambo haya, mambo ya uchumba, sijui mambo ya mahusiano. Niwe mwenyewe kimbelembele chako na umbea. Ukiandika barua ukaweka 30,000 kwenye barua kwa ajili ya barua yako kusoma, inapendeza, inapendeza, ni kitu kizuri. Kuna rafiki yangu, lakini ukaamua kujitoa kwamba kila baada ya Jumatatu upeleke kisamvu au upeleke matembele kwa mama mkwe, niwe mwenyewe kirere chako na utaibiwa. Kuna jirani yangu leo amemka asubuhi ananiambia hivi kuna mdada hapa nadhani anataka kunioa kwa pressure. Yani ananiomba 500 asubuhi yote hii. Sasa nikamwambia kwa nini? Anasema wewe 500 unaona ni pesa ndogo sana. 500 500 au lala kwa. Anasema atamua kwa pressure, maana 500 ni kubwa sana kwa asubuhi kwa mtu ambaye anatoka usingizini. 500 chini ya $1. Inawezekana 500 haipati kwa siku. Hapana jamani. Kuna watu ya 500 hawapati kwa siku. Chukulia kwamba wanapata. Wewe huna kazi. Hiyo 500 unaitoa wapi? Hawapendi kujiajiri. Ile basket ile ya barafu za ukwaju. Kwa siku ukiuza yote ile ni 5,000. Wajua kwa siku ukiuza yote ile unapewa 5,000. Na ile haitaki wewe uwe na cheti cha kuzaliwa wala cha NIDA wala sijui umesoma VETA wapi. Wewe ukiwa tu ni kijana umekuja unatafuta maisha, ukienda pale ukasimama, wale wenye barafu wanakupa jioni wapelekea deli lao na hela yao, wanakupa 5,000. Alafu watu kibao mashallah, watu kibao wanajenga. Ukibeba pale kutwa nzima nadhani ni 8,000. Kutwa nzima ni 8,000. Alafu kuna vile viwanda mashallah vipo viwili. Ukienda unaingia, lakini saa ya kutoka huagi, unakimbia mwenyewe. Mashallah viwanda vile viwili, kimoja cha Mwarabu, kimoja cha mtu mwenye asili Asia. Mashallah Mhindi yule. Kiwanda hiko hakuna namna ya kuingia, yani hakuna namna ya kuingia. Yani wewe unaingia unavyotaka, lakini kutoka lazima utoroke kwa kazi. Yani mashallah. Watu wote wasokuwa na kazi, watu wote wanakaribishwa pale. Hamna anayekuita jina, hamna anakuambia mbona hucheki. Yani wewe ukifika pale unataka kazi unapewa kazi. Hata ukifika saa 9 mchana kazi ipo. Na pale ukifanya kutwa nzima unapewa 10,000. Kwa hiyo wao wenyewe tu hawataki kwenda. Viwanda vya watu hivyo, yani hivyo havihitaji, yani hata kama hujui Kiswahili pia waingia. Lakini kutoka lazima utoroke. Hamna hata siku moja mtu aliotoka akasema naondoka. Watu wote walikimbia. Madam, kuna ukweli kiasi gani juu ya hili? Wanasema ukitaka kumuuzia kitu mwanamke, muonyeshe mwanamke mwingine anavyokitumia. Lakini ukitaka kumuuzia kitu mwanaume, mhakikishie hakuna mwanaume mwingine mwenye nacho. Utofauti unakuwa wapi hapa? Na ni kipi ambacho kipi hasa?
Kwa nini kwa mwanamke inatakiwa muonyeshe mwanamke mwingine anacho, alafu kwa mwanaume yeye anataka umhakikishie kwamba hakuna aliyokuwa nacho? Ilikuwa zamani. Sasa hivi hamna hiyo. Wanawake wanapenda sana limited. Wanataka yani vitu ambavyo vimetokea yani viko limited edition. Madam, unasema hivyo wakati tunajua kabisa kwamba leo hii ukitaka umuuzie mwanamke kipodozi, mwambie kipodozi hiki anatumia madam, si unamwona mtu anachukua. Kwa fikra hiyo ni kweli. Kwa fikra hiyo, lakini huwezi kumuuzia kipodozi chako hiki ukamwambia wewe hiki kitakufaa tu. Kwa fikra hiyo na hofia kusema uko sahihi. Kwa fikra hiyo ni kweli. Wanawake wengi ukitaka wafanye manunuzi, uambie imewafaa. Uambie imenifaa mimi, itawafaa na nyinyi, itatufaa hivyo. Hata akiona mtu amevaa nguo anasema nataka nguo kama ya fulani. Hiyo ni nafuu. Lakini hata wanaume naona nao siku hizi wanapenda kitu cha mtu fulani. Labda wanaona mtu fulani kavaa kiatu, na mimi nataka kiatu kama cha yule. Sasa ubaya wenzao wanavaa vile viatu wakitumbuiza, wao wanavaa vile viatu akija kutupeleka chai. Sasa kiatu mbona umekuja nacho kimejaa vioo mwili mzima? Alafu sasa jua la waka, wajua ile jua likipiga katika vile vioo mimi macho naumia. Kumbe umia. Haya sasa mbona umekuja kunisalimia lakini nywele umezipaka rangi ya moto? Mimi nimeweka rangi ya moto kama mchezaji fulani. Mwenzako yule ni entertainer. Ungeje kunipeleka chai na nywele zina moto kwa nini? Kwa hiyo sasa wao hata wajui huyu ameweka moto kwa sababu gani au huyu ametoga masikio kwa sababu gani Mradi kama una mtu anempenda sana kaeka moto kichwani na yeye anaeka moto kichwani na anakuja anataka muende kwa babako Alhaji. Sasa nitakwenda vipi kwa Alhaji na mwicho kichwani una moto? Kwa hiyo haya ni mambo mengine vijana wanachanganyikiwa, lakini hiyo fikra uko sahihi. Inshallah uko sahihi sana. Wanawake wakiona wenzao ndo wanafanya jambo lile ndo wanafanya. Wanafurahi zaidi. Na hiki kitu ndicho kinachoacha hata kwenye biashara watu wanaigana. Ndo kinachofanya mpaka watu wote wanafanya biashara ina moja. Watu tutaka kufanya biashara hii kwa sababu fulani anaifanya na naona kama anafanikiwa, basi na mimi wacha niifanye. Lakini unajua katika biashara ni fikra nyingine, lakini ni fikra ambayo ningependa kuwapa watu elimu ya bure kuhusu biashara. Unajua biashara kabla hujaianza kuna miko na masharti ya biashara. Kwanza uangalie hiyo biashara yaendana na wewe. Kuna watu wengine wanataka kuingia kwenye biashara ya vyombo vya moto na wao kumbe maskini hawaendani na vyombo vya moto. Kwa hiyo lazima kwanza ukae na wataalamu wa biashara, uzungumze nao, wakuelekeze kwamba biashara hii sawa na wewe, yaendana na wewe. Mathalani mfano, sema mtu kama mimi, biashara yangu mimi ni kuwa mwalimu. Haiwezekani nikatoka nje ya biashara ya ualimu na utibabu. Lazima nimekuwa daktari. Kwa sababu hiyo ndo shughuli ambayo inaendana na mimi, nafsi yangu rahimu, niko na huruma na watu. Sema cha mamangu nyumbani kwangu kwetu nimepageuza kama msikiti, kila mwenye shida nataka nimpeleke asaidiwe. Sasa ina maana mimi yani biashara yangu, shughuli zangu za kufanya ni za kufundisha watu na kuwatibia watu. Watu wapate amani na furaha za maisha yao. Sasa mimi sasa hivi nikasema la, sitaki. Nimeingia tamaa, nataka nipike uji sasa. Watu wote mkitaka boko muje kwangu. Nitakwama kwa sababu si vitu vyangu. Kwa sasa watu wajue kwamba kuna masharti, kuna vigezo fulani, inatakiwa ujisome, ujitambue na pia ushirikishe watu, uambie watu bwana mimi nataka kufanya shughuli fulani. Shughuli hii mimi yanifaa na shughuli hii yaendana na jina gani la Mwenyezi Mungu katika majina 99 ya Mwenyezi Mungu. Yaendaje nayo? Ili niweze kufanya mambo katika misingi ya dini na pia nifanye mambo katika misingi ya kumfurahisha Mwenyezi Mungu. Sasa ndio hivyo bwana, watu mashallah wengine ni watoto wa kike wanasema mimi nataka biashara fulani. Lakini ukija kumwangalia anaifanya kila siku na kila siku namletea hasara. Anaona watu wabaya, watu hamuniungishi, nyinyi ni rafiki zangu lakini nyinyi ni wanafiki. Mbona hamununui kwangu? Haikupendi biashara, haikupendi. Hujajulia.
Kwanza uijulie ili ujue, je, nikifanya itankubali? Kama hivi wewe mashallah, wewe ni mtangazaji, ni mtu wa kutoa ripoti. Sasa wewe huwezi kutoka eti hapa leo ukasema eti mimi naenda kuuza vitenge sokoni. Hapana, haiwezekani. Wewe unatakiwa hizi taarifa za watu zifikishe, na mwalimu pia ufundishe. Ushafahamu? Kwa sababu kazi yako ni hiyo, kuhabarisha watu, kuambia watu vitu wasivyovijua. Leo sasa utoke uanze kusema hii 1500, bei ya mwisho 3000 chukua. Ukisimama pale tu utakwisha. Utakwisha. Baada kuna mtu anaandika hapa anasema, jamani mwambie madam anitajie hicho kiwanda, mimi nataka niende sasa hivi. ili akafanye mambo. Mwambie unamtumia message. Nitakutumia message bwana. Kuhusiana na hicho kiwanda. Kuna watu wanatafuta fursa huko. Huagi hiko kiwanda. Wewe mwenyewe utakimbia kwa kazi mashallah. Wewe mwanaume kweli kweli. Ukienda hapo. Ukienda hapo kutoka ni kukimbia. Hamna aliotoka hata siku moja. Wote niliongea nao wanasema hatujawahi kutoka hata siku moja tukaaga lela. Siku zote twatoroka. Ni kweli madam, ukikutana na mama mtu mzima ambaye anasimama, yani ukimsalimia lazima asimame akuulize, yani ile salamu inakuwa ndefu kidogo, anamaanisha kwamba anakukubali na pale nyumbani kuna mtoto wake. Inawezekana. Ni ishara. Mashallah. Au kukuuliza vipi hawajambo? Mamako anasemaje? Ile kastyle mashallah ya zamani ya kupeleka posta hiyo. Kwa style nzuri sana mashallah. Kwa nini siku hizi hizo watu hawataki? Ukiona tunaongea vipi hali, salama, huna neno? Sina neno. Mama hajambo? Jamaa wasima. Kumbe na kuangalia unavoongea, unavoweka macho yako, nywele zimeanzia kati au mwanzoni. Ukapata kipara hivi karibuni. Kaolewa lakini mume anawalaza maskini. Kwa unakaguliwa, kisha nakuangalia viatu, anakuangalia je, kavaa shati na kola zimesimamishwa au zimelazwa, vifunga mpaka shingoni au ameachilia. Amekutana naye, nimemsalimia nikamwangalia kwa kituo, lakini bwana suruali miguuni kaikunja, kaipandisha juu, imetuna magotini. Sasa sijui itakuwa vipi. Wanajadili. Sasa yani wewe ni ukiona umesimamishwa na bibi mkubwa muda mrefu anakusalimia salamu ndefu ya idhaa ya Kiswahili. Ujue mwanae keshamwambia, mama mimi na fulani tuongea zaidi. Kwa sababu sisi mtu wa kwanza kwenda kumwambia kwamba tunaongea zaidi ni mama zetu. Rafiki yangu Mwenyezi Mungu azidi kumweka. Amen. Alikuja akaniambia, Lela mimi nimepata mchumba. Nilifurahi mashallah. Mashallah, hatimaye waolewa. Rafiki yangu umeteseka. Asema lakini niko na mazungumzo zaidi baada ya hapo. Naambia haya kuna nini? Asema na miaka 70. Nikamwambia basi twende kwa mama mwanzo tukampige pranki. Nikamwambia mama mimi nimepata mchumba. Asema alhamdulillah mashallah takbir. Mwenyezi Mungu kamfanya wepesi mwanangu. Anaongea. Chukua maji. Bora ninywe maji mwanzo. Ile rafiki yangu anambia kunywa vizuri mama, maana unaweza kupata pressure. Kashtuka. Kwani kuna nini? Mama mimi nimepata mume lakini ana miaka 70. Akanambia kwani ana shida gani, ni Muislamu, hana neno. Bora awe Muislamu, bora awe tu ana nia thabiti kwako, hakuna neno. Naambia sasa itakuwa vipi kuhusu baba? Atamsalimia shikamoo. Yaani babake ni mdogo. Mimi baba yangu ni mdogo kuliko yule mume. Mama anambia wewe kuhusu nini, watatoleana salamu alaykum. Sasa rafiki yangu ndo namwambia, yani hapa sasa hapa ndio uchukue majibu.
tuende kwa mamako. Yaani wewe tunayapea hapa maana wao ni marafiki. Haya ndio atakotokea. Sasa hapa tumemprank mamangu tupate guideline ya kwenda kwa mamako. Mamako ilikuwa vizuri tu. Lela mwanangu, shukuru Mungu huyo ni riski. Namwambia kweli mama, na mara 10 tu nimesema asema wewe usijali mambo yao ya salamu, watatoleana salamu alaykum. Basi tukaenda kwa mamake. Alikapita bwana. Likapita pia kwa mamake. Hivyo tu na dua kibao tukasomewa. Sio kwamba kamchoka mtoto nyumbani. Wewe sasa unataka kuharibu mama. Bado wakati mwingine ukiona unapeleka kila mchumba ambaye unapeleka na mashallah. Yaani hata kuulizwa huyo vipi inaonekana kama vile umechokwa. Mamake akakubali, lakini sasa yule ndo baadaye tu mwenyewe akaumwa sana. Alikuwa aenda zake. Akaumwa sana, ile bwana mimi nimeumwa sana siwezi tena mambo ya mke, basi kashindikana. Lakini ilikuwa ruhusa imetoka. Na sasa kama hivyo walivyosema tukawashirikisha kaka zetu, tukawaambia kaka zetu walimaindi. Watuonaje sisi? Watuona sisi hatuna akili. na huku mtaani hivi sasa inaonekana kama mtu ambaye msichana mdogo ambaye anaolewa na mtu mwenye umri mkubwa ni kama vile tu anachoangalia ni kile kitu alichonacho yule mtu. Wengine wakisema huyu anafuata tu ile pension, na kwa sababu huyu kuna urithi hapo utakuwepo, muda mfupi tu huyu ataondoka. Na ukiangalia umri wa wanaume tunawahi kuondoka. Ili lina ukweli kweli? Au nabisha tu? Nitaati bwana, sikiza. Saa zingine binti wanakuwa wamechoka. Wamechoka kufanya pimbwanga vya vijana. Watu wanakuwa wamechoka zao, masikio wanataka tu kupumzika, wanaona bora tu wapumzike zao na wastaafu. Lakini mimi nataka kukuambia kitu Mr. Mfano mimi umri wangu na umri wa marafiki zangu, ukiolewa na jamaa ya watu umri umekwenda, unafikiri sisi tutashtuka? Watakoshtuka njenzi. Lakini sisi mwanzo sisi tukupongeza, angalau umeenda kuchukua nusu matatizo. Wewe have problem kuliko kuchukua matatizo kamili, kwa sababu mwanzo sisi tunajua ilivyo tabu kupata mtu mwenye sawa. Kwa watu ulipompata huyu, japokuwa ni mtu mzima, hata kama babako pia itabidi babako awe anamsalimia. Nani anajali kama utakuwa umeenda kupumzisha nafsi yako? Kwa sababu inachoangaliwa ni amani ya nafsi. Kama huyu atakupa furaha, wewe mwenyewe waona kwamba huyu mimi sito mdhuru mwanaume kwa kuwa naye, nkawa na mdhulumu. Haya, kuwa naye. Lakini kama unaona wewe ulivyo ni kicheche, huwezi kukana huyu mzee wa watu wa miaka 70, utamdhulumu. Acha, usije tena ukawa tena uko kwenye ndoa mara unatoka kwenye ndoa. Kama unajijua na mambo mengi usiolewe. Lakini mimi nakwambia Msahatibu, watu wameteseka na vijana. Watu wameteseka na watu wenye umri zao. Tulimkuta msichana mmoja analia. Tukamuuliza, unalia nini? Asema mimi nimeachwa. Tukaambia si wewe tu, hata sisi gari imetuacha. Hata sisi gari imetuacha. Asema nyewe mnasema mambo ya gari, mimi nimeachwa na mpenzi. Sasa sisi sote sasa tukasema, tukajitia sasa tuna huzuni. Tukamwambia la pole sana, wajai tumekuchukulia, tumeona kama jambo lako ni dogo kuliko la kwetu. Basi letu sisi ni dogo, lako ni kubwa. Lakini hapa ulipoachwa na huyu bwana, hebu angalia hapa pembeni yako hapa, kuna kitu chochote amekufanyia kiasi kwamba sasa walia maana ameondoka, hawezi kukufanyia tena? Au ameondoka na kiungo chako cha mwili? Au ameondoka na kitu cha msingi anachokufanyia? Labda amekusomesha, amemsomesha mamako, au amejenga kwenu hata kijijumba. Yaani kitu gani ambacho sawalia? Alikuwa na kadi ya NIDA huyu mtu, asema hana, ana leseni ya udereva, asema hana. Sasa huyu mtu hasa unacholilia, unalilia nini? Mbona kama ukiangalia kwa makini haya mazingira, yabidi pia umtumie nauli atokomee huko alipokwenda. Asema nyema, nilikuwa sitaki kucheka lakini mwanicheka. Haja yetu tunataka kucheka. Mbona kama tukiangalia kwa makini, huyu mtu yabidi tumemtumia hela. Kuna wakala pale. Atokomee kabisa. Tuende tukamtumia hela, atokomee, asirudi. Kwa sababu hapa tulipokaa hakuna athari yoyote aliyoifanya. Angekuwa amefanya athari, mimi ningeenda kukuombea msamaha. Ni kama kuna athari nitaji. Nasema hana athari. Kama basi sasa kama hana athari tumtumie nauli. Apotee.
sisi sote pia tumeachwa. Akaacha kulia, akaanza kucheka. Kwa tukafurahi, tukasema angalau hata tumepeleka furaha kwa kweli. Ndio maana wana saikolojia. Yaani mzee anaumulia maumivu. Hapo umejua amecheka, lakini akaenda kukaa mwenyewe anaanza kulia sema wale. Tupigia basi. Lakini inawezekana pia imempa faraja. Kuona kwamba wakati mwingine unamlilia mtu, huyo mtu amekufanyia kipi cha ajabu ambacho kinakuacha wewe labda usikitike sana kuachana naye. Ache mtu kula. Unajua watu hawali. Waache usingizi. Watu bora usingizi. Watu hawali chakula. Si mpaka fulani anijibu jumbe zangu. Hali. Sasa usishida hiyo. Mimi nikiona kama kula kumegoma, mimi nawaambia wanipikie mlenda mimi. Mimi naweka ugali wangu wote na uchengeneza matonge. Wote naweka kwenye bakuli la mlenda. Kisha nachukua ile bakuli na meza. Mimi siwezi kufanja. Mimi sitaki. Mimi sitaweza kukaa bila kula. Mimi nitachukua ile bakuli langu la mlenda, ninywe wap. Maana kutafuna ndo kutanifanya. Kila nikitafuna uso wake wanijia, nitameza. Nikimaliza na kunywa maji. Alafu nalia nikiwa nimeshiba. Hiyo ndio itakuwa nafuu. Ili kusije ukakonda akapata sababu kusema kamekonda toka nimemwacha amepauka. Sasa na kuna usemi huku mtaani hivi sasa kwamba bado sijajipanga kuingia ndoani. Huku kujipanga wanamaanisha nini hawa vijana? Ni wanaume sio? Wanawake, kuna wanawake wanapeleka posa na wanasema bado sijajipanga. Mwanamke unajipanga sio muda wangu wa kuingia huko. Sasa hapa ni nini wanamaanisha? Kujipanga kwa mwanaume tu, angalau apate chanzo cha kuaminika cha kipato. Angalau kila siku awe anapata 7,000, 8,000. 4,000 akijekea 4,000 anaacha kodi ya meza. Kwa sababu watoto watakuja, mke wewe atapata ujauzito. Yabidi umesimamia mambo ya hospitali. Mwanamke hutakiwi kujipanga. Mwanamke wewe umri ukifika unatakiwa uolewe tu. Ukishafikisha miaka 25, 26, olewa. Acheni kuacha shule ili muolewe jamani, mtajutia jamani. Vijana vibinti vingi sana wananitafuta wananiambia wameacha shule ili waolewe. Sasa hivi ndoa zinawatokea poani. Acheni jamani, muda wa kusoma someni. Muda baada ya kumaliza kusoma mtafute kazi, mpate sehemu ya kula bure, haya ndo sasa oleweni. Lakini msiache kusoma kwa sababu ya kuolewa. Halafu wengi sana mama zetu wametusomesha kwa tabu sana na baba zetu wametusomesha kwa tabu. Mathalani mimi nilikuwa nikisoma, mimi nimesoma kwa barua. Siku za kufungua shule zikifika, mzee andika barua, nenda nayo ili mpelekee. Ilikuwa chairman alikuwa ni rafiki yake. Nenda nayo, anaandika udhuru kwamba ataileta baadaye kidogo. Sasa sisi tumesomeshwa hivyo. Kweli sisi ni watu ambao tukimaliza tuko shuleni kweli tuwaza mapenzi. Kwa sababu gani? Na tuko shuleni tunatakiwa tukomboe hii familia ile tusomesha na barua. Wajua mimi mdogo wangu alikuwa akitumwa kwenda kununua mkaa na kasirika. Sasa mama, kwa nini anatutuma kwenda kununua mkaa na kati hapa mimi kuna mademo zangu hapa mtaani? Yaani mimi nimeenda kununua mkaa. Sasa unajua tumetokea maisha ya kwenda kukopa mangi anaanza kumsema mamako kwa kukopa. Anakopa sana mwanamke, mbona aniambia mimi nikopeshe mimi maharage niende bwana. Akija yeye mwenyewe anasema pika maandazi, jioni mnapeleka maandazi, mnarudi na unga wa kesho. Kwa hiyo tumeishi maisha magumu sana. Ya wewe kwenda shule ushindwe kufocus. Maana yake ni kwamba wewe umeamua kusaini mkataba kwamba wewe umesoma na maandazi ya kukopa na mwanao naye atasoma na maandazi ya kukopa, lakini kama utafocus shule, wajua hii umtiti wa wewe kusoma na maandazi utaishia kwako tu kama utatumia akili uende kusoma. Mtoto wako hatubidi kwenda kukopa asemwe na mangi kwa wewe unavokopa. Lakini sasa watoto maskini hawataki. Anakuambia mimi nimetokea katika familia maisha magumu, lakini nimepata ujauzito nikiwa university. Sasa unamuuliza, wewe ulipata wapi hisia za kutafuta mwanaume na shida zote hizi ulizonazo kwenu? Sisi tulikuwa hatuna hisia. Kwani sisi tulikuwa tuna matatizo? Sisi tulikuwa tunasikia uchungu kiasi kwamba tunaona bora tumalize, tukomboe na jamaa, ndo hata sasa tuanze kuweka maslahi yetu sisi mbele. Watu bwana, watu wanapenda. Na ukiwa huna kitu bwana, hisia ndo zinakuwa nyingi kweli. Yani sijui huwa zaambiana, sijui.
Nani wewe ukakuchekesha inabidi uniambie. Nacheka na wewe. Hizi hisia zitoa wapi? Kwa sababu sasa mimi najua mtu ukiwa yani kwa maisha ambayo mimi nakumbuka tulikuwa tunaishi ya kulala kwa zamu. Kulala kwa zamu. Unajua mimi nimekaa kwenye nyumba tunalala kwa zamu. Yani kuna wengine tunalala, tunaamka, tuanze kuhema, wengine wanalala. Kweli wewe mtu kama huyo hisia utaipata wapi? Wajua hata ukienda ukiwakuta watu wana boyfriend shule, wawatizama watu wasema nyinyi mnara starehe kweli ya kukumbuka boyfriend. Mimi sitakiwi hata kukumbuka kuhusu boyfriend hapa nilipo. Sababu maisha yangu mwenyewe ni mimi, sipoyabadilisha hayabadiliki, magumu sawa sawa. Shafahamu? Wazazi wako pamoja, wako vizuri, wanafurahi, lakini twajua hali ilivyo ngumu.